الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. tunaendelea na kitabu chetu hiki cha Hadil Arwahi ila Biladil Afrahi. Kwa leo tunaanza ukurasa wa 32. kati hapa akisema wa hadha alladhi ikhtarahu adhafu al-aqwal fil aya, na haya aliyochagua ndio maneno yaliyo manyonge zaidi katika aya hii. Fa innal adawata allati zakaraha Allah ta'ala inma hiya baina Adama wa Iblis, hakika uadui aliotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kati ya Adamu na Iblis wa dhurriyatima, na vizazi vyao, vizazi vya Adamu na vizazi vya Ibilisi. Maana yake Ibilisi na Adamu wenyewe ni maadui, na watoto wao nao pia ni maadui. Kama qala Allah Ta'ala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shaytani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni adui. Wa huwa subhanahu qad akkada amra al-adawati, hakika Mwenyezi Mungu amelisisitiza jambo la uadui baina shaitani wal insani, kati ya shaitani na mwanadamu. Wa aada, na akarudia, wa abada dhikraha, na akadumisha kulitaja fil Qur'ani, katika Qur'ani, lishiddati, kwa sababu ya ule ukubwa wa haja, lishiddati alhajati ila taharruzi min hadha aladui, kuna haja kubwa ya kujilinda na uadui huyu au na adui huyu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akataja mara kwa mara uadui wa shaitani kwa mwanadamu. Wa amma Adama wa zawjatu, na Adam, wa amma Adamu wa zawjatu, ama Adamu na mke wake, fa innahu, hakika Adamu na mke wake, hakika mambo yalivyo, innama akhbara fi kitabihi, ametoa habari Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kwamba Adamu na mke wake hapana ugomvi kati yao. Pale kuambiwa teremkeni baadhi yenu kwa baadhi yenu ni maadui, hakumaanisha kwamba baadhi yenu wewe Adamu na mkeo mtakwenda kugombana. Mwenyezi Mungu kashatoa maelezo kwenye kitabu chake kwamba khalaqaha liyaskuna ilaiha, amemuumba huyo Hawa ili Adamu atulizane kwake. Kwa hiyo mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kutulizana na mume, sio kwa ajili ya ugomvi na mume. Kwa tunapata hapa mgomvi ni Ibilisi, ndio atakayekuwa adui wa Adamu, lakini sio mke wa Adamu kuwa ni adui wa Adamu. Khalaqaha, amemuumba liyaskuna ilaiha, waja'ala bainahuma mawaddatan wa rahma, na akajalia kati yao mapenzi na rahma, kuoneana huruma. Falmawaddatu warahma baina ar-rajuli wa zawjatihi, basi mapenzi na rahma ni kati ya mume na mke wake. Mapenzi na rahma ni kati ya mume na mke wake. Wal adawatu baina al-insani wash-shaytani, na uadui ni kati ya shaitani na mwanadamu, au kati ya mwanadamu na shaitani. Hapo ndiko kunako uadui. Wakati takaddama dhikru Adam, hakika umetangulia kutajwa Adam wa zawjatihi, na mke wake wa Ibilisi na Ibilisi. Wahum thalatha, nao ni watatu. Falimadha yaudu dhamiru ala ba'dhi almadhkuri ma munafaratihi litariki alkalami, hivi kwa nini basi dhamiri inarudi? Limadha yaudu dhamiru ala ba'dhi almadhkuri, inarudi dhamiri juu ya baadhi ya chenye kutajwa, maana yake baadhi ya kilichotajwa. Ma munafaratihi, pamoja na kukatana kwake kwa njia ya maneno. Duna jamiihi, kinyume cha kurudi kwa wote. Ma anna lafdha wal maana yaktadhihi, asema kama itakuwa ndio hivyo, kwa nini basi dhamiri irudi kwamba ni Ibilisi na nani na mwanadamu tu? Sawa Falam yasna'i Zamakhshari shay'a, Zamakhshari hakufanya kitu, kwa maana hakujibu kitu hapo. Lakini hapa kwa muktadha wake sasa anataka kusema kwamba hawa wote watakuwa maadui.
kama ametajwa Nabii Adamu na akatajwa mkewe na akatajwa Ibilisi, basi wote ni maadui. Na hii ndio pale inapokuja Mwenyezi Mungu akasemaje, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, katika baadhi ya wake zenu na watoto wenu pia una maadui wenu umo, fahdharuhum, watahadharini. Sawa wanawake na watoto nao ndio maadui. Na tumekuja kukuta matukio mengi yanafanyika, lakini utakuta kupitia watu wao. Tena achilia mbali ya watoto wake, ndio zaidi. Mke ni dakika tu akikutaka, sababu sumu yeye ndo anapika chakula, kitu gani ndo anayefanya, michongo ndo yeye anaweza kuitoa. Kama yeye hataki kushiriki moja kwa moja huko, akawa anakuonea haya huko, anakuonea huruma, basi anatoa tu racket. Atatoka saa 2 leo, atakwenda Doda leo, atakwenda sijui wapi saa fulani, atakwenda peke yake leo, atakwenda na pikipiki, atakwenda na gari ile pale nyekundu. Umekwisha. Mwenyezi Mungu atuhifadhie wake zetu, awape mioyo ya imani, awatoe kwenye matatizo ya namna hiyo. Lakini watu wanamalizika bana, watu wanakufa, hasa huko barabara huko. Wewe ukijiona tu kama mambo yanaanza kuwa mazuri tu, jijue wewe kaburi rafiki yako. Umeoa mke wako wa kibarabara huko, na alafu ikawa ndo na hiyo bara yenyewe ina makabila yake maalumu. Hatuwezi kuyataja kwa sababu saa nyingine nini zinaweza kufika mbali. Inaonekana mbona umetuambia sisi? Mbona umetuambia? Lakini ni kweli ya matukio yamekaririka kweli katika baadhi ya maeneo. Mwenyezi Mungu nao wanusuru, awaepushie tabia hiyo iliyokuwa mbaya kabisa mbele ya watu, mbele ya jamii, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhu ta'ala fi surati Taha, qala ihbitwa minha jami'a, aliposema shukeni akatumia dhamiri ya wawili, ihbitwa ba'dhukum li ba'dhin adu, baadhi yenu kwa baadhi nyingine ni maadui. Wa hadha khitabu li Adama wa Hawa, hii ni khitabu ya Adamu na Hawa. Faqad ja'ala ba'dahum aduwa li ba'dhi, amejalia baadhi yao ni adui wa baadhi nyingine. Fadhamiru fi qawlihi ihbitwa imma an yarji'a ila Adam wa zawjati, ima irudi kwa Adamu na mkewe, wa zawjihi na mkewe, au ila Adam wa Ibilisa, au inaweza karudi kwa Adamu na Ibilisa. Walam yadhkur az-zawja, na itakuwa hakumtaja mwanamke hapo, li anna tabi'u lah, kwa sababu mwanamke ni mwenye kumfuata mume. Yani mume akiwa ameambiwa toka humu, haya mke atabakije? Hata sisi tunaoishi nyumba, ikatokea unaishi nyumba ya kupanga na aliyepanga ni mume, siku likatokea jambo, hata kama aliyekosea ni mke kaja karibu, kakosana na mwenye nyumba, katukana, kafanya kila kitu, alafu akaja mume, akaja mwenye nyumba akamwambia yule mume sasa, bwana yeye kuanzia leo hama humu ndani mwangu. Aidha kaandika kwa maandishi, au kaja kamwambia tu, bwana fulani kuanzia leo toka nyumbani kwangu. Haya mke atabaki humu ndani? Baki. Kwa hiyo nasema kwamba hapa hitabu hii itakuwa inamuhusu Iblis na Nabii Adam. Mke hakutajwa kwa sababu yeye anafuata mkumbo, akienda mumewe na anakoenda ndio mumewe. Kama kafukuzwa mule, na yeye atatoka. Mumewe kama anabaki pale, na yeye atabaki. Wala hadha faladawatu almadhkuratu lilmukhatabain, basi tendapo na hili uadui uliotajwa ni wao wenye kusemeshwa wawili, maana yake Ibilisi na nani? Na Nabii Adam alayhi salam, wale wenye ambao almukhatabain wenye kusemeshwa lilihbatu, kwa ajili ya kuteremka, wa huma nao Adam wa Ibilisi, ni Adam na Ibilisi. Fal amru dhahiru, jambo liko wazi kabisa. Wa amma ala al-awwal, na tunapo na kauli ya kwanza, fatakunu al-aya kad ishtamalat ala amrayn, aya itakuwa imekusanya mambo mawili. Moja lao amruhu ta'ala li Adama wa zawjihi bilhubut, ni kumwamrisha Mwenyezi Mungu Adamu na mkewe kushuka. Wa thani, na la pili, ikhbaruhu bil adawati baina Adama wa zawjihi, ni kutoa taarifa kuhusu uadui kati ya Adamu na mkewe, wa baina Ibilisi, na kati ya Ibilisi. Walihadha
ata bidhamiri aljami, na kwa ajili hiyo ndio maana akaleta dhamiri ya wengi, dhamiri ya jami fi thani, katika kauli ya pili, duna alawwal, katika ile ya kwanza, kinyume cha ile ya kwanza. Wala budda an yakuna iblisu, hakuna budi kuwa ibilisi dakhila, ni mwenye kuingia fi hukmi hadhihi aladawa, kwa namna yoyote ibilisi hatoki, lazima anakuwa katika hukumu ya uadui huo qat'an, haizi kutoka kama qala ta'ala, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, huyu ni adui yako na ni adui wa mkeo. Hata kabla haja kuja kufanya kitimbi chochote, lakini alimwambia huyu ni adui yako na ni adui wa mkeo. Wakala lidhurriya, na akawaambia kizazi cha Adam, akawaambiaje Mwenyezi Mungu, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanye ni adui. Basi inshallah tuishie hapa. Wallahu wa rasuluhu a'lam.